Semaji, una peruzi? Hapana. Unaweka mfukoni sasa hivi. Hilo ni jasho au umenawa uso au umenyeshwa na mvua? Na uso. Nasikia usingizi yani. Sasa usingizi. Muda wa kulala umefika. Pole, sasa ndo kazi utafanyaje? Sio kazi. Ila muda kazi ushaisha. Muda kazi umesha sasa hivi. Hongera 3-0. Unajisikiaje? Sisi hao watu makatili. Ni wakatili? Mbona wakatili sasa? Sasa sisi atucheki na watoto wadogo. Mtoto akiutaka tunampa tu. Msumari wa moto. Shindilia mlandege. Msumari wa bati. Unajua kwa mkubwa ule. Unampiga na mtu katikati utosi kapa. Alafu namwacha kafie mbele ya kituo cha polisi. Ndio ile ukachapa kwamba mlandege wasiwazoee. Ilikuwa very important today kumfunga mlandege. Mlandege tayari alikuwa anajihisi yeye ni mpinzani wa Simba. Yani kutufunga mwaka jana kwenye finali ya Kombe la Mapinduzi, of which huwa inatokea sisimizi kuua tembo au nazi kuvunja jiwe, huwa inatokea. Lakini ikitokea situation kama hiyo haimaanishi nazi kuvunja jiwe. Wewe semaji, mpaka ulipofikia hapo ushawahi kushuhudia au nani ulimsikia? Ndio mambo yanatokeaga mara moja hayo. Au misemo tu kwa inaweza katokea nazi ikavunja jiwe, lakini haimaanishi nazi ni imara kuliko jiwe. Au haimaanishi sisimizi akimuua tembo au mende akiangusha kabati. Haimaanishi kwamba mende ana nguvu kuliko kabati. Imetokea tu. Kwa hiyo mlandege kutufunga mwaka juzi ile kwenye finali ya Kombe la Mapinduzi ilitokea tu sisimizi akaangusha tembo. Sasa wao wakataka kutengeneza mazoea ya kwamba sisi mlandege tunaiweza. Ya kwamba Simba akafanya huko. Yani kwamba sasa wanasema sisi mlandege mnaiweza, yani kwamba mlandege Simba wanaiweza. Yani mlandege wanasema sisi Simba tunaiweza. Umeona? Kwamba Simba fanya anachofanya huko asumbue wote, lakini break yao ni kwa mlandege. Sasa hiyo kitu sisi huwa hatuipendi hata kidogo. Wewe ukitufunga endelea tu kushangilia na kusherehekea, lakini usitake kutengeneza mazoea na taifa kubwa Simba Sports Club. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa very important sisi kumkumbusha mlandege yeye ni nani na sisi ni watu gani. Na ndio maana hatukutaka tu kumfunga, tulitaka kumtesa. Ndio maana kipindi cha kwanza Mwalimu Steven Becker kaweka vijana pale kwa ajili ya kuwafanyia massage mlandege. Ile ilikuwa ni massage tu. Tomaso lile unashika hapa kidogo, unamlainisha na mpaka chumvi na tangawizi. Alafu kipindi cha pili sasa ndio tukaanza kumpelekea pumzi ya moto ile yenyewe. Akabaki na hema juu kama samaki. Akala chuma 3 na tulikuwa nataka tumgonge gongo 6 hii leo ili kwa mara mbili yake. Sasa nini kimezuia? Ndio maana kipindi cha pili pale baada ya goli la 3 Mpanzo amekuja huko alikuwa anakunywa maji, tukamwambia chukua mpira peleka katikati bado nyingine 3. Umeona? Akasema tuliendoze zinatosha, mtoto amekoma. Kwa hiyo tumetimiza malengo kusema kweli. Tulivyotazama ile fixture ya muungano tukawa tunaanza na nani? Tunaanza na huyu Mapinduzi. Nani sijui yule nani Mafunzo huyu ana kelele nyingi, tukampa tu tukampa moja tu pap dozi ya UTI ile vidonge 3 kwa pamoja pap tukamwacha. Tukawa target yetu tunamsubiri mlandege. Kwa hiyo tumemfanya vibaya mlandege. Sisi wana Simba we are very happy na tumekata kilimilimi. Mara ngapi umetumia dozi ya UTI wewe? Ni moja. Umetumia mara moja? Hawaga ni moja tu. Neno unaonekana una uzoefu sana. UTI ni ugonjwa wa nchi hii wa dunia nzima. Ipo hiyo. Kwa sasa ile kwamba mna uwezo wa kucheza dabi Jumatatu mpaka Ijumaa imetimia. Absolutely yes. Why not? Kwa hiyo kwenye dabi ya keshokutwa Abel Hussein golini,
Mbavu ya kushoto anakula, mbavu ya kulia anakula Duchu, mbavu ya kushoto anakula Anton Mligo, katikati hapa anakaa Vedasus Masinde, anasimama na Mbegu. Juu yake hapo tunamtia Kagoma ama Kante, tutaangalia tunafanyaje. Kikosi tayari? Aha, juu yake yuko Mahema, pembeni yuko Bashiru Baraka Mongosi, Haaland ambia tuna shida gani? Kikosi kipana kama bahari ya Hindi. Wanakataa sasa, wanasema hamna kikosi kipana. Ndio kimeingia finali sasa hicho. Kutana nao sasa hapo. Sio Kaukankuvai, sisi kila mtu kazi. Kuna timu vikosi vyao Kaukankuvai. Kaukankuvai hiyo. Ndio kila siku hao wabadilisha. Ukiziko meziko nayo. Tofauti na Simba Sports Club. Tunakaa mabuffet tu, tunabadilisha tulio anacheza huyo kesho anaanza yule. Yani ndio hivyo yani. Neo Maema nyota mchezo bana. Umeona hatari yake hiyo. Leo Neo Maema kafanya unyama sana leo. Ametukumbusha ile masanda wana yenyewe ile ya hivi ile. Amefanya ukatili wa hali ya juu pale katikati mwa kiwanja. Alafu akaja akamalizia kwa goli la kibabe mno. Goli ambalo amelifunga Neo Maema hii leo. Hautaliona tena goli hilo kuanzia hivi sasa huu mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7 kwenye World Cup. Ndio utashuhudia magoli kama hayo yakifungwa tena. Funga nani? Wazungu wa Ulaya huko na Amerika ya Kusini na Kaskazini huko. Hakuna mchezaji yoyote wa Kiafrika atafunga goli hilo kuanzia kipindi hiki cha mwezi huu wa 4 mpaka kufika kipindi cha World Cup. Goli la Neo Maema. Tazama composure yake alivyotulia. Kapewa mali ile pasi sijui ni mpanzu ile, kapewa mali alafu akapiga kule mbali kweli. Goli moja la hata. Na nafikiri ndio goli bora la mashindano mpaka sasa. Tayari shapatikana. Sisi tunachelewaga kujitangazia mambo mazuri wewe. Kwa hiyo Neo Maema amefanya haishangazi kuona amekuwa mchezaji bora wa mechi. Amefanya kazi kubwa sana. Anafanya kazi mbili Neo Maema. Anafanya kazi ya kuzuia. Mara nyingi timu inapoanzisha mashambulizi, Neo Maema anakaa yuko chini pale, anakuwa yuko karibu na namba 6. Kwa hiyo namba 6 akipewa mpira ana option ya kumpa Neo Maema akaondoka. Akifanywa pressing ana option ya kupumua kwa Neo Maema akaondoka na mahali. Lakini timu inaposhambuliwa, Neo Maema anakuja kukaa pale kwa namba 6 kwa ajili ya kublock mashambulizi. Timu inaposhambulia, Neo Maema anasogea kwenye eneo lake la asili namba 10 kwa ajili ya kupokea second ball na kutoa pasi za upendo. Na wakati mwingine anazama kwenye boksi, anapiga kevu ndizi wewe. Simba ina hatari. Ina balaa. Simba ya asali na maziwa au bado kidogo? Ambaye tayari muda mrefu tangu mwezi wa 12 mwaka jana Simba tumeshaanza kulamba asali na maziwa na halwa na tende. Kwa hiyo itabakia kwa hapo au kuna kingine utakiongezea semaje? Ili inogeshe zaidi. Angalia sukari gulu hapo. Tena sukari gulu hapo. Na asali. Uweke tena na sukari gulu hapo. Ni mwendo wa kisukari tu hapo. Ulimsifia sana juzi ule mtoto Hussein Mbegu, mchezaji. Anaonyesha mchezo wa kiungwana leo hiyo. Hussein Mbegu rasmi sasa nimemsimika kuwa ni mchezaji wa Simba Sports Club senior team. Wewe umemsimika? Hussein Mbegu alikuwa anatumikia timu zote mbili. Under 20 anatumikia na senior. Lakini sasa anatakiwa kuachwa kwenye senior team peke yake. Kule under 20 sasa Captain John Boko kocha atengenezwe kina Hussein Mbegu mwingine. Huyu tayari ameshakwiva. Huyu Hussein Mbegu ana uwezo wa kucheza mechi ya aina yeyote. Na leo amecheza fundamental football. Ambayo ni ndo tulie. Amecheza fundamental football, mpira wa kisasa, mpira wa defender, mpira wa kimaelekezo. Juu anakwenda juu, chini anakwenda chini, kuondoka anaondoka, kusafirisha mali anasafirisha. Leo Hussein Mbegu amecheza mpira wa namna hiyo. Alikuwa hana mambo mengi kwenye kuclear na clear, kwenye kutunza mali anatunza, kwenye kuabsorb pressure na absorb. Amefanya kila kitu kwa ufasaha wa hali ya juu kweli. Lakini angalia maajabu ya Hussein Mbegu. Unajua namba 4 na 5 ni watu ambao huwa wanatengeneza combination yao.
ukitoka namba 5 akibaki namba 4, kuna uwezekano mkubwa kama aliyebaki hana uwezo mkubwa anaweza akashake. Hujawahi kusikia anasema yani yule bila yule hawezi kucheza vizuri? Anasikia sana hiyo. Na mara nyingi 4 na 5 huwa wanatengenezaga combo. Simba tumewahi kuwa na Fikiri Magoso na George Masatu. Simba tumewahi kuwa na Kelvin Yondan na Juma Nyoso. Yani hiyo inakuwa ni kombi nenga. Simba tumewahi kuwa, sikutajii vitu vya zamani sana. Simba tumewahi kuwa na Pascal Segewawa na Babu Josh Ochieng Onyango. Yani unakuwa na combination yako. Sasa maajabu ya Hussein Mbegu, yeye kama yuko kama pension. Ukimweka kwenye embe anatengeneza mango passion. Ukimweka kwenye nanasi anatengeneza pineapple passion. Ukimweka kwenye avocado anatengeneza avocado passion. Yani kote unapata ladha. Naenda anachachua zaidi. Unaelewa hiyo concept? Tuko vizuri mpaka muda. Ameanza na Rushaine De Rock. Akazima vizuri kwa ufasaha. Akatoka Rushaine De Rock akaingia Ismail Toure. Ungetegemea pale kumuona Mbegu akipepesuka kwa sababu ameingia mtu mwingine ana style of play nyingine, lakini Mbegu akaendelea kusimama vile vile na hakukuwa na makosa hata kidogo. Sasa Mbegu ni kama pension, yani ukiweka kwenye juisi yoyote inanyweka. Ndio Hussein Mbegu. Wako mabeki wengine ukishamtoa yule ambaye amezoea kucheza naye, ambaye amezoea kudabo naye, anaparaganyika, lakini kwa Mbegu ni tofauti kabisa. Ana uwezo wa kucheza na kila mtu na akazima vizuri kwa ufasaha wa hali ya juu kweli kweli. Semaje ya magoli alikuwaje? Maana mwalimu goli la mwalimu pamoja na kumsifia Selemani Mwalimu kazi, kwa sababu ndio ilikuwa first touch yake, anagusa anafunga. Lakini kuna kazi moja ameifanya mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama Kingunge. Kuna Kingunge mbele umeongeza wewe au? Chama ni Kingunge. Kwa nini Kingunge? Kingunge si gwiji. Mtu unamfahamu Kingunge, lakini mwenyewe Kingunge Ngombare Mwilu. Nilionaona huko. Ndio Chama sasa. Chama ndio Kingunge wa Simba Sports. Mtu yote ambaye ni mkongwe kwenye eneo lake na anafanya kazi yake kwa ufasaha na ubora wa hali ya juu, huwa tunamuita Kingunge. Kwa Chama ni Kingunge. Chiko ndo ametoa jina la Chama Kingunge. Leo hii Chiko. Kwa hiyo Kingunge imepigwa mahali katikati ya watu. Wachezaji hawa wawili wa Mlandege, kila mmoja anasema Chama hawezi kuwahi ule mpira. Lakini Chama akafungua turbo, akafanya maajabu, akapita katikati ya watu wawili, akauwahi ule mpira, akaseti pasi kwa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu alipokutana nayo hakuuliza alifu wala be, akaachia mkwaju wa maana, chombo imening'inia. Kazi kubwa ameifanya Kingunge mwamba wa Lusaka. Lakini Selemani Mwalimu utulivu wake, mali imekuja, hakutaka kuemba nayo, akashindilia msumari wa moto kwenye ubongo, shughuli yake imeishia hapo. Watu hoyo hapo tukawa hatujaridhika wana Simba. Mlandege sio kumfunga timu moja, si mtoto kautaka. Sio kumfunga goli moja. Sio kumfunga goli moja. Umeona? Nyingine ikaingia pili kapa. Chama kakutana nao tena, akamsetia Anicet Oura kaachia bonge ya mashine. Yule kipa wanani kama kaidaka, ikamzidi uwezo, kunyavu. Yani angesema unganganie ule mpira, yule kijana alikuwa anatapika mpaka utumbo. Alikuwa na nguvu sana shuti Wewe shuti la Anicet Oura. Shuti lake lina uwezo wa kukimbia dakika 20 per hour. Dakika 20 per hour. Yani shuti la Anicet Oura lina uwezo wa kukimbia kilomita 5 kwa nusu saa. Anicet Oura. Mbona kama unatengeneza sana hapo? Wewe hujasoma hesabu za masaa zile? Zile za speed over hour. Wewe hujasoma. Itakuwa ni kwa nasinzia kama ulivyokuwa unasinzia leo uwanjani. Wewe shule ulosoma haikuwa na hiyo mtaala. Sasa shoot la Anicet Oura ndo linaingia kwenye ile topic ya speed per hour. Unapata pale pa kilomita. Sasa singeweza kudaka yule kijana. Alikuwa vinginevyo anapoteza maisha hapa uwanjani. Tunaanza inna lillahi bwana akatoa. Kwa hiyo akazama nayo mzee watu
Goli la 3 sasa. Acha. La World Cup. La Neo Maema kapewa mahali katulia. Yaani kama yuko mazoezini au kama yuko chumbani, hana pressure hata moja, akaangalia kule, akaweka. Leo Simba tumefanya unyama wa hali ya juu sana. Endeleza. Unstoppable. Unyama huu ni unstoppable. Hausimami. Huu ni mwendo wa mbele kwa mbele kutafuta mafanikio zaidi. Tarehe 29 hiyo ukitoka hapo tarehe 3 tena bwana wanasema kwamba bara apate wapi wa visiwani apate. Ndio ilivyo hiyo imekuwa. Nadhani itakuwa ni kwa mara ya kwanza if I'm not mistaken kucheza mechi ya dabi ndani ya kipindi cha muda mfupi sana. Haijawahi kutokea miaka yote, lakini imetokea mwaka huu kwa mara ya kwanza. Tutakwenda kunogesha mashindano ya muungano, lakini tutakwenda kuenzi muungano wenyewe. Mimi naamini watu watapata burudani waliokuwa wanaitaka kwenye kombe hili la muungano. Mechi haitakuwa nyepesi kwa pande zote mbili, lakini watu watafurahia. Na uzuri kwenye mechi ya muungano hainaga draw. Lazima mtu apasuke. Kwa hiyo watu watakwenda kufurahia siku hiyo. Nilikuwa nazungumza na mashabiki wanasema hivi, sasa sisi tunatamani sana yule refa aje achezeshe tena hapa dabi hii. Yupi? Wewe unamtamani? Yule alokata hapa. Mashabiki wa Simba ndio wanasema kwamba wanamtaka yule refa sasa. Asikubali. Umtaki? Hata refa mwenyewe asikubali, kamtegwa. Watoto kwa anataka roho yake huyo. Anakuambia asijishanganye. Asikubali hata kipangiwa. Sawa, semaji wanasema wanaonekana kujiamini sana, wanaonekana wana ujasiri wa hali ya juu. Na pia nikizungumza nao wanaonekana ni mtu ambaye yani dabe unaitaka kweli kweli. Nini siri? Nini ambacho kinawapa kiburi sana wana Simba? Timu yetu kusema kweli inatupa confidence, sio kiburi. Kiburi ni kumkufuru Mungu. Lakini ni confidence. Timu yetu inatupa confidence ya hali ya juu sana. Inatupa ujasiri kwa Kiswahili. Inatupa ujasiri wa hali ya juu. Ujasiri uliopindukia. Haifanyi makosa mengi. Timu yetu inafanya kila kitu kwa fasaha na usahihi. Inafunga magoli, tena magoli mazuri. Ndio timu bora ya mashindano mpaka sasa. Hatujaruhusu hata sielewa nini. Hatujaruhusu hata bao moja mpaka hivi sasa. Tunacheza mpira mnene, mpira mzuri, mpira wa kufurahisha. Kwa hiyo hiyo inatupa sisi matumaini makubwa ya kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri katika mechi yetu ya tarehe 29. Haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi hata kidogo. Derby is derby, lakini tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri. Sawa, kifuatacho sasa tukalale kupumzika. Juzi uliwasagia kunguni Singida na wachukia kama nguo nyeusi, afu leo umevaa imekutoa kinoma mshikaji wangu. Mimi sina maji ya nguo. Mimi kuna kitu akinipendeza. Maji ya nguo. Nimewaka vibaya mno. Umependeza. Nilichopenda umemesha zaidi na mic ya Kishai TV hapa, angalia. Black afu kuna kitu Singida kinachungulia. Singida umetolewa Singida. Kwamba taarifa huna na uliwasagia kunguni hapa. Na Azam naye katolewa. Sasa singewezekana mkaingia wote finali. Ila Azam. Azam ana shida gani? Akia Mungu. Inakupa raha. Azam. Na mpira mzuri. Inanihuzunisha. Kwa nini? Sasa usipochukua muungano utachukua kombe gani? Kwamba hamna. Unaambulia patupu. Atachukua kombe gani? Sio na mzake Singida. Kajiwaia kale kanani kale kasekafa. Japo jalipo mpaka leo. Andaye milioni 7. Jalipo lakini. Yaani semaje unaona raha unaanza kunateseka Haya mno. Mbona kajiwaia mapema akachukua zake kale kanani kasekafa. Kacheza sio na kina walaita dicha sio kina nani. Kachukua zake ubingwa inamtosha mapema tu. Sasa ndo makombe yake ya Azam FC. Hii maskini ya Mungu ndo hivyo tena. Simcheke sana, unakuwa vile unakula mali ya yatima. Usicheke sana, semaje ni tarehe 29 hapo. Najali. Liwalo na liwe. Mimi najali kitu gani? Mimi nina mahesabu yangu hapa Jen Kishai wewe. Ambao ni yapi? Nikwambie ili wewe ufanyeje? Mimi
Mimi na mahesabu yangu, mimi sijakaa kindezi ndezi hapa. Ha. Wewe. Mimi mpaka hapa sijafeli. Hujafeli ni gani semaji? Kwenye timu yangu. Sijafeli mpaka sasa. Semaji ukichukua hili hapa wewe itakuwa raha kwa kweli, watu wanataka kweli kukuona baada ile Ngao ya Jamii ile Tanga ile watakushuhudia mengi sana. Sema nyinyi mnajizima data. Shachukua mkono. Hebu akumbushe kwa sababu wanaongeaga sana. Sasa mimi yani napata kazi kweli kuelewesha watu. Ngao ya Jamii. Ndio hiyo. Mbele hawa nyuma mwiko Tanga hapo nimemfanya vibaya. Ama bana. Nishachukua Mapinduzi hapa visiwani Zanzibar. Hivi? Watu wanasahau. Sema binadamu tumeumbwa kusahau. Baya watu. Chukua Muungano. Mimi nabakisha NBC tu hapa na CRDB ambao anachukua mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nina shida. Mwaka huu una shida yote semaje? Wewe jiandae. Tutakwenda Maldives kushangilia ubingwa wetu. Nakwambiwa. Maldives tunakwenda kushangilia ubingwa. Wewe na nani? Timu nzima atakayetaka kujiunga na mimi. Lakini tunatangulia. Mimi niko tayari ndugu yangu, niambia twende huku tunaenda tu. Ndio maneno mengi wewe. Dam. Basi usikumwe. Yani za usikumama. Si ndo kwa heri